Na katika makala ya Ifahamu China tunaangazia mwaka mpya wa Kichina wa farasi ambao pindi unavyokaribia ndivyo masoko ya maua kote nchini humo yanavyoshuhudia ongezeko la biashara, huku wateja wakinunua mimea ya kupandwa kwenye vyungu na mapambo ya maua kwa ajili ya sherehe za mwaka mpya. Katika kituo cha biashara ya maua cha Beijing, maua ya rangi ya aina mbalimbali yanawavutia wateja wa matabaka mbalimbali. Tazama. Bidhaa zinazouzwa zaidi ni aina mpya za maua ya okidi zenye petali zilizochongwa kama mifuko midogo inayobeba kadi za baraka za mwaka mpya. Ubunifu mpya kama vile vazi za maua na vyungu vilivyoundwa kwa umbo la farasi, halikadhalika unavutia macho ya wanunuzi wengi. Katika mji wa Foshan mkoani Guangdong kusini mwa China, wauzaji wa maua wamebuni mmea kwenye chungu wenye maua ya okidi aina ya Phalaenopsis yaliyopangwa kuunda umbo la farasi anayekimbia, ishara ya furaha na shamra za mwaka mpya wa Kichina wa kalenda ya mwezi. Mbali na maua ya okidi, maua mekundu ya amaryllis na miti ya kumquat inayotafsiriwa kama ishara ya bahati na ustawi pia ni miongoni mwa chaguo maarufu zaidi. Katika mkoa wa Yunnan kusini magharibi mwa China, bustani ya kisasa ya sekta ya maua ya Lijiang imeshuhudia ongezeko la oda za maua ya kala lili yenye rangi nyeupe, dhahabu, waridi, zambarau na rangi nyingine nyingi. Katika soko la maua la Dounan mjini Kunming linalojulikana kama mji mkuu wa maua barani Asia, baadhi ya wafanyabiashara wa maua wameanzisha vyumba vya matangazo ya moja kwa moja mtandaoni katika vibanda vyao ili kurahisisha wateja kununua maua kwa njia ya mtandao na kuyapata moja kwa moja majumbani mwao. Makampuni ya usafirishaji pia yamefungua njia maalum za haraka kwa usambazaji wa maua mabichi.